ورفعت عيني للسماء أرى بها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفاعل المختار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة الأبرار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد السنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، أما بعد فقد فاز المتقون. Ndugu zangu, tukiwa katika kumalizia hutuba yetu ya pili katika Ijumaa ya leo, katika anwani yetu inayosema namna gani tunatakikana kuishi baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nitamalizia kwa maneno haya yafuatayo: watadhakaru hilma Allahi alaikum, kumbukeni upole wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi, wa rahmatahu, na rehema zake, walau yuakhidhu Allahu an-nasa bima kasabu, lau angewaadhibu Mwenyezi Mungu watu kutokana na yale walioyafanya, ma taraka ala dhahriha min dabatin, basi asingeacha juu ya mgongo wa ardhi mnyama yoyote, walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anawachelewesha mpaka muda maalum utakapofika. Ndugu zangu, yale yote tunayofanya si kwamba Mwenyezi Mungu hatuoni, wala si kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kutuadhibu, bali anatusubiria tutakapofika katika 18 zake. Na 18 za Allah subhanahu wa ta'ala ni pale itakapofika wakati wewe unaondolewa roho yako katika mwili wako, pale atakapoondolewa pazia katika macho yako na kuyaona kwa yakini, kama alivyosema kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kalla sawfa ta'lamun, komani punde kidogo mtajua. Thumma kalla sawfa ta'lamun, kisha komani punde kidogo mtajua. Mtajua nini? Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, lao mngelijua ujuzi wa yakini, basi la tarawunna al-jahim, na hapa mngeuona nini? Moto. Yani yale maasi wakati tunayafanya, lao ungekuwa una macho ya kuona kwa yakini, basi ingelikuwa kila ukitaka kuyafanya yale maasi unauona moto ule unatokota. Usingekuwa na nguvu ya kufanya maasi kwa sababu ungekuwa unauona moto. Lakini pia moto ambao waquduha an-nasu wal hijara alaiha malaikatun ghilabun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun, moto ambao kuni zake ni watu na mawe, na wasimamizi wa moto huo ni malaika wenye nguvu, wenye hasira, na hawamuasi Mwenyezi Mungu kwa yale walioamrishwa, na wanafanya yale ambao wameamrishwa. Ndugu zangu, kama tunayakini kwamba sote tutakufa, na kama tunayakini kwamba sote sisi tutahesabiwa matendo yetu, basi tuanze kuchukua tahadhari, tuishi katika namna ambayo inampendeza Allah subhanahu wa ta'ala, tuishi katika taratibu ambazo tumeelekezwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, mwenye kuipenda dunia yake anaidhuru akhira yake. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu, na mwenye kuipenda akhira yake anaidhuru dunia yake. Fa athiru ma yabqa ala ma yafna, chagua kile chenye kubaki, achana na chenye kutoweka. Chenye kutoweka ni kipi? Dunia. Ndugu zangu, ni dunia, masiku yake ni machache mno. Dunia hii thamani yake, kama ingelikuwa ina thamani hii dunia, basi wa kwanza kubaki angebakishwa Bwana Mtume Muhammad, maana yeye ndio faka nabiyina fi khalqi wa fi khuluqi, yeye ndio yuko juu ya tabia zote tukufu. Lakini tazama Mtume Muhammad ambaye ndiye mbora katika waja, anaondoka katika ulimwengu wa dunia,
Mimi na wewe tuna ubora gani? Huku kubakishwa ama huku kuendelea kubaki, si kwamba sisi ni hodari, bali Mwenyezi Mungu anatupa fursa ya kuendelea kuona namna gani tunaweza kurudi kwake. Ndugu zangu, hii ni fursa tulioipata, tuitumie vizuri. Ramadhani imetufundisha mambo mengi sana. Kama wewe walivyoishi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani katika kudhibiti yale yote mabaya ukaachana nayo, basi huu ndio wakati wa kuendelea kuachana nayo. Mwenyezi Mungu yuko jamani, wakati wote. Mungu haipo Ramadhani tu. Man kana yaabudu Ramadhana fa inna Ramadhana qad inqadha. Hii ndio pointi ondoka nayo. Yule ambaye alikuwa akifanya ibada kwa ajili ya Ramadhani, Ramadhani imemalizika. Nimalizie kwa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema ittaqillah haithuma kunta, muogope Mwenyezi Mungu popote utakapokuwa. Wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha, na ulifuatishie ovu kulitendea jema litajifuta lile ovu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasana, na tanganikana na watu ama ishi na watu kwa tabia nzuri. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa ni katika waja wake wema. Mwenyezi Mungu atunusuru na moto wake, atujalie tuwe ni wale wenye kusikia mazuri na kuwafuata. Allahumma arda nabi Badrin Siddiq Taqi wa Umar al-Faruq an-Naqi wa Uthman bin Nurayn Zaki wa Ali al-Wafi ar-Radi وارض اللهم عن السبتين جليلين شهيدين الإمام أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. ورفعت عيني للسماء أرى بها